Kwa majina naitwa Maximilian. Ni mkazi wa maeneo haya ya Swaswa. Kiukweli huu msiba umetugusa kwa sababu alikuwa ni jirani yetu, mzuri, mcheshi. Ni mtu aliyekuwa anapenda watu. Tumekutana naye katika eventi tofauti hapa mtaani. Hata baadhi ya maeneo kama chuoni pia ameweza kufika. Ni mtu aliyekuwa anapenda watu. Kwa kweli kifo chake kimetusikitisha pia wote. Kwa sababu hatukutarajia kama kweli anaweza akatuacha katika hii hali. Kwa hichi kipindi ambacho tulikuwa tumeshamzoea, utani wake, utoaji wake, kusaidia watu. Ni mtaa wetu. Sisi tutamkumbuka kwa mambo mengi. Ila kubwa zaidi ni ukaribu wake na utoaji wake katika jamii. Sisi hapa mtaani kwetu tumezungukwa na watu tofauti wenye uwezo na ambao hawana uwezo. Amejaribu kugusa kila sehemu. Amesaidia wale ambao walikuwa wana uwezo wa chini na watu wengine ambao waliweza kufika katika maeneo yetu sisi hapa tunatuzunguka. Kwa majina naitwa Mrs. Bahati Chigolo. Mimi kwa upande wangu kwa kweli nimepatwa na huzuni sana kupitia kifo cha MC Pilipili. Kwa sababu MC Pilipili ni likalango, lakini pia kwenye kazi zetu hizi za alipoanza kazi za sanaa, wakati kipindi anaanza kujifunza masuala ya UMC na nini, mimi nilikuwa ninadili kwenye masuala ya video. Mimi ni mpiga picha pia video shooter hapa Dodoma. Kwa tukopo kwenye kazi zetu vile ndo tunaanza bado wachanga, tunaenda vijijini huko Kibaigwa, Gairo wapi tukopo tunazunguka naye. Kwa kweli kwa upande wangu mimi nimehuzunika sana. Kwa kweli kwa jinsi ambavyo tunamfahamu majirani, hakuwa mtu mwenye maringo, hakuwa mtu wa kunata kwa sababu kwamba sasa hivi ameshakuwa mtu maarufu, mtu mkubwa. Yani anapopita hawezi kuacha kusimama na kusalimia, anacheka na kila mtu mpaka watoto wadogo, hakuna simfahamu. Kwa mtu ambaye kopa na upendo na watu wote na rika zote.